إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, nayusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa rehema zake, ametupa amani na utulivu sisi wanadamu kuwa ni neema kubwa. Amani na utulivu kwa mwanadamu ni neema kubwa sana, na kwa bahati nzuri neema hii kubwa akatupa zawadi na sisi kwenye nchi yetu. Kwenye nchi yetu alhamdulillah kuna neema ya amani na utulivu. Ni zawadi ya Allah tu hii, ni rehema zake tu Allah, ni mapenzi yake tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa mapenzi haya na rehema hizi tunawajibika kuonyesha shukrani zetu kwa Allah kwa kupata amani na utulivu. Na kudhihirisha shukrani zetu ni kudhihirisha kwa utiifu, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaamrisha, na tusiwe tunadhihirisha kwa uasi. Kisha kudhihirisha pia utiifu kwa viongozi wetu muda wote wanapotuamrisha mambo yenye manufaa. Ni wajibu kuwatii viongozi kwa amri ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ni wajibu kuwatii viongozi muda wote wanaoamrisha mambo yenye manufaa, ikiwa hawakuamrisha uasi kwa Allah. Ni wajibu kutii. Kwa hiyo ili amani na utulivu, neema hii iendelee kuwepo, tuonyeshe shukurani kwa Allah kwa utiifu. Ndugu zangu, kuwa na amani ndani ya nchi na ukazungukwa nje ya nchi pia kukawa kuna amani, ni katika neema kubwa ambazo sisi wanadamu baadhi ya nyakati huwa tunashindwa kuidhihirisha thamani yake au kuitambua kwamba ni neema, ila ikikosekana. Mazoea yanasababisha kutokujua kitu kina thamani kubwa mpaka kikiondoka. Mazoea yana tabia hiyo. Hata vidole vyako vitano kwenye mkono, kila kidole kina kazi muhimu kweli, lakini kwa kuwa una mazoea ya kuwa unavyo, hugundui hilo mpaka kimoja kikileta shida,
ndio kuna kazi fulani utaziona kumbe kilikuwa kina umuhimu mkubwa kweli kweli hiki hujui. Kwa kipindi unavyo vyote vitano unaona mambo ni poa tu, lakini Mungu amejalia kila kimoja kina sehemu yake muhimu kweli kweli. Bila hicho unahisi kuna mapungufu. Ndio hivi hivi mwanadamu alivyo. Hata mambo makubwa makubwa tuliyokwisha yazoea hatuyaoni tena kuwa ni makubwa. Hivi angalia mazoea ya ndege kuwa inabeba watu pengine 700, 800 na mizigo yao, na ndege nyingine ikabeba vifaru na nini, halafu ikakimbia ardhini hiyo ikapanda juu. Tumezoea, lakini sio jambo dogo, kubwa sana. Meli ikatembea baharini ikabeba makontena yale kutoka kontinenti moja mpaka nyingine, mpaka ukiyaona kwa mbali unaona kama imebeba vibiriti tu, mamizigo kweli kweli, na Mungu akayafanya yako huru baharini, yakatembea mpaka yakakufikia. Tumezoea kuona ni vitu vya kawaida, lakini bahari ile Mungu kuna wakati anaichafua meli na ukubwa ule, ukaona kama umepanda kwenye kiboksi kabisa kabisa, unaona haina ukubwa tena, unachanganyikiwa. Watu wanaiacha ile, wanapanda kidude kidogo, wanashuka na hicho cha mpira, wanaona hili lote halina maana tena. Mungu ameitingisha kidogo kumuonyesha mwanadamu, hivi ninavyoituliza ni mimi ili mpate fadhila. Kwa hiyo kuna tabia ya mazoea. Ukikizoea kitu huoni tena zile neema zilizopo. Hata mke na mume wanakaa nyumbani, wakishazoeana kila mmoja haoni kama mwenzie ana umuhimu sana, naona kama kawaida tu. Hebu awe hayupo uone. Tena hasa sisi wanaume, mara nyingi tukifiwa, tukichelewa kuoa, mara na sisi tunakufa. Lakini wakiwa yupo pale nyumbani, ni kweli kwamba kila mmoja ameandikiwa siku yake ya kufa, hiyo haina ubishi, lakini udhaifu anaopata mmoja kuondokewa na mwenzie ndio anaanza kuona kumbe alikuwa na umuhimu mkubwa huyo. Mungu alizungumza mapema, ana umuhimu huyo kuwepo, lakini umezoea. Kwa hiyo mazoea yana tabia, neema huioni kuwa ni neema, huioni ukubwa wake. Macho unayo, pengine unaweza ukaona pia Mungu kama hajakupa kitu, kwa sababu tu ulikuwa umelenga kitu fulani unachokiona kwa mwenzio, basi wewe umesahau kama una macho. Lakini wewe unasema Mungu mimi hajaniona bwana, Mungu hanijali mimi. Hakujali, una macho wewe, una masikio, una mikono, una nguvu, afya yako, unatembea. Kuna mwenzako yuko kitandani amewekewa oxygen, yuko kitandani amewekewa drip, hawezi kula. Mwingine ametoka hospitali, yuko nyumbani, vyakula vipo, ni vyake, kwa pesa zake, hawezi kukila. Jamani, hebu tuziangalie neema kwa sura nzuri, jicho ambalo ni chanya kwenye kuangalia neema. Sasa leo lengo langu mimi sio kuzungumza neema zote, ni nyingi mno. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kama mtajaribu kuhesabu neema za Allah huwezi kudhibiti hesabu yake. Mimi leo nataka nikukumbusha tu, tuna neema ya amani na utulivu katika nchi yetu, lakini tunaona kuna vidudu mtu vinasababisha hivi maneno mabaya mabaya mabaya, mpaka vijana nao kwa ujana tu nao wanalipuka matusi, wanatukana viongozi, hawajali. Hivi jamani, kukilipuka, kukiharibika, utaweza kweli ukae na chipsi zako kwenye benchi ule? Leo amani ya Mungu, watu anakula chakula akiwa nyumbani, akitoka akienda kwa mantilia anakula, akiwa mgahawani anaingia ndani anakula, akitaka anaweza kuchukua sahani akatoka nje kwenye benchi tu anachati peke yake anakula. Wenzetu wengi hawako hivyo, hawapati fursa hiyo kabisa. Hicho chakula anacho anakimbia nacho tu, hawezi kula, au pengine anakitupa alafu hajui atapata kingine au la. Juzi tu nimemwona ndugu yetu mmoja anaitwa Sudi, ni driver, akatusimulia madhila aliyoyapata yeye kwa kipindi kifupi kwenye safari zake za malori huko. Anasema, nimepita mji ninaojua, mji mkubwa, lakini nikaukuta huko mtupu, halafu majumba yamefungwa, halafu nakuta kuna watu wamechinjwa barabarani.
nilileta taswira kichwani, kweli kabisa, mji unaojua una watu, alafu kila unakopita milango imefungwa. Wewe unaweza ukaona hii gari ulionao kama si kitu. Hebu imagine kidogo uchukuliwe katika hali ya kawaida tu, mtu akufunge macho, wala hamjakosana, wala niambia funga macho nikusurprise kidogo, akufunge kitambaa machoni, anakwambia haya twende, akuingize kwenye helikopta, akuchukue, alafu akushushe, akwambia nikishakushusha hapa, baada ya dakika 20 sisi kuondoka, fungua kitambaa, akupaishe na helikopta, alafu akushushe Kariakoo ile unaoijua ile. Umeshuka, wewe huna habari, hujui chochote, amekushusha Kariakoo, iwe kwa mfano hakuna lolote, hakukutokea kitu, amekushusha ile Kariakoo unaijua. Kwa siku hiyo uambiwe hapana mtu yoyote pale Kariakoo, hakuna mtu, mchana saa 6, lakini huyu mwenye helikopta ameshaondoka. Baada ya dakika 20 wewe ndio umeambiwa ufungue kitambaa. Ufungue kitambaa, ukiangalia hii ni Kariakoo unaijua. Kimya, utakimbia kimya. Kimya utakikimbia. Lakini unakimbilia wapi? Kwa nini kimya kimekutisha? Ni kimya hicho. Sasa ingekuwa ni kimya kimekutisha pale, alafu unasikia kuna na mabomu nje huko mbali. Jamani, tusifanye mchezo. Hebu tuangalie vizuri. Allah akitupa neema tuziangalie kwa uzuri, na hasa mimi marafiki zangu ni vijana. Vijana ni marafiki zangu sana, na wakumbusha kila wakati, msiende na mhemko wa watu. Kila mnachokisikia kinasema na nyinyi mnasema tu, mnaingia kwenye mitandao mnatukana. Msitukane. Nani aliyekufundisha matusi ya nini? Kwenye utulivu kama hivi unatukana nini? Unamtukana nani? Tunaamrishwa mambo mazuri, sikiliza mazuri. Hujafanya basi tulia tu. Mwenyezi Mungu ametupa neema, tuzichunge, tuangalie thamani ya neema. Mtu anaweza akakosa akashindwa kula na chakula anacho. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kutuzindua jambo hili la neema alitukumbusha jambo, anawakumbusha Makuraish kipindi cha Mtume, tumesajiliwa na sisi tukumbuke. Anawakumbusha Makuraishi wakati Mtume sallallahu alaihi wa sallam amewafikia, akawaambia msiabudu masanamu, ni kukufuru neema za Allah kufanya hivyo. Na mimi ni nabii wa Mungu, nimekuja kukuzindueni msalimike. Wakafanya jeuri zikapitiliza, upinzani mkali mpaka Allah akashusha aya akawaambia maneno haya, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Inaanza vizuri, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah yule mwenye kuwarehemu viumbe wake duniani, Ar-Rahman. Hata wakiwa wanamtukana bado anawapa rehema zake. Mwenye huruma rasmi kule akhera kwa wale watiifu tu, lakini duniani anawarehemu wote, hata wanaompinga pia. Akawaambia Makuraishi, liilafi Quraish, ni kwa kule kuzoea Makuraishi, ila fihim, kule kuzoea kwao, rihlata shitai wassaif, kuzoea huu msafara wanaosafiri wa kipindi cha kaskazi na kusi, wameuzoea mpaka hawajui neema iliyopo, wamesahau kwamba wenzao wakisafiri inabidi wawe na ulinzi mkubwa kweli kusafirisha mizigo yao, lakini wao wana msafara unaojulikana wa kipindi cha kusi na kaskazi, wakisafiri hawaguswi na mtu. Ni kwa nini? Kwa sababu wametoka kwenye nyumba takatifu. Hawa wanajulikana, hawa ni wale jirani wale wanaokaa kwenye mji mtakatifu, hawaguswi mzigo wao. Sasa Allah anawakumbusha kwa kuzoea hili la kuwa mmeliona ni mazoea nyinyi, mnasafiri tu, amani ya Mungu, msafara huu mnauona umezoeleka, basi falyabudu rabba hadha albayt, wamwabudu basi bwana wa hii nyumba ambaye amewasababishia haya. Msingepata amani hii ila ni kwa sababu ya kuwa mko pale. Allah anawakumbusha utiifu. Bwana wa nyumba wamwabudu, waache kuabudu masanamu. Bwana aliyefanyaje? Alladhi at'amahum min juu', ambaye amewapa chakula kutokana na njaa. Amefanya ile nyumba ambayo wao ni sababu ya amani. Watu wote kila mwaka wanakwenda na kila kipindi wanakwenda kufanya ibada pale, na kila mtu akienda pahali, ule mji wenu ukitembelewa unakuwa na neema. Mji ukitembelewa na wageni unakuwa na neema, ndio utalii wenyewe.
Allah amewafanya watu wanakwenda kila siku pale na biashara zao na nini kwa ajili ya ibada maalum, wanapata chakula wao. Wa amanahum min khawf, akawapa amani kutokana na woga, hawasumbuliwi na mtu. Hii inatukumbusha Allah akitupa amani anatukumbusha utiifu. Tuwe watiifu, adumishe amani. Kutokana na ile amani anayotupa tumtii Allah, tusikurupuke tukafanya uharibifu, ni makosa makubwa. Kingine Allah alichokisajili, alimsajili Nabii Ibrahim alayhi salam kwenye Qur'ani, wakati Nabii Ibrahim anamuomba Allah, anamuomba amani vile vile kabla hata hajamuomba chakula. Suratul Baqara aya ya 126, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh qala Ibrahim, waeleze mtume watu hawa wakati ule Ibrahimu aliposema kumwambia Mwenyezi Mungu, anamwambia hivi, rabbi ja'al hadha baladan amina, Allah ufanye huu mji uwe na amani. Ya Rabbi, nakuomba ufanye uwe na amani mji huu. Baada ya amani akasemaje? warzuq ahlahu min athamarat, na uwape riziki watu wa mji huu wapate matunda mengi iliwe chakula kwao. Amani aliiomba kwanza, imerekodiwa mpaka leo tukumbuke. Sasa sisi hivi hapa leo Sheikh Kombo anazungumza amani juu ya mimbar, vijana wengine wanasema ashafilisika huyo, sijui keshapewa bahasha naye huyo. Yani amani, ndugu yangu, amani inahitaji kupewa bahasha. Sasa wewe ukishasema mimi nimepewa bahasha kwa sababu ya amani, wewe anayekusababisha ufanye fujo amepewa nini? Kuna nini mpaka ukasababishiwa fujo wewe ufanye? Kuna vitu nyuma ya watu, nyuma ya pazia. Kuwa makini. Hebu ukiambiwa mambo changanya na zako, tumia akili vizuri. Mtu tu ndani ya nchi yako unakula chipsi zako vizuri, hata kama hupati kiwango unachokitaka, hicho kidogo kwa amani, anakuja mtu anakuambia fanya fujo. Jamani, tusiende huko, tusiende huko, sio kuzuri. Allah alimsajili tena Nabii Ibrahim alayhi salam, wakati akimwomba Allah vile vile anamuomba ajalie mioyo ya watu ielekee kupenda watu wake pale walipo, iwatembelee kwenye ule mji na apate amani. Watu wapende kwenda. Watu kupenda kwenda kwenye mji ni neema. Mji fulani ukiwa unatembelewa na watu ni neema. Na watu watatembea wakati gani kwenye mji wako? Wakati kukiwa kuna amani. Kukiwa hakuna amani watakuja kufuata nini? Akasema Nabii Ibrahim alivyorekodiwa katika surati Ibrahim aya 37, Rabbi, Bwana wangu mlezi, inni askantu min dhurriyati, mimi nimeweka familia yangu, biwadin ghairi dhi zar'in, kwenye bonde ambalo halina hata kilimo, halina mazao yoyote, inda baitika almuharram, kwenye nyumba yako takatifu pale ulioifanya watu wasidhulumiwe pale, wasipate matatizo kwenye nyumba ile iliyo na heshima kubwa. Rabbana liyuqimu salat, nimewaweka ya Rabbi wadumishe swala. Ametueleza kitu, kudumisha swala. Kudumisha swala ni sababu ya amani pia kuwepo, ni kumtii Allah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Rabbi nakuomba jalia mioyo ya watu ielekee kuwapenda watu, iwatembelee pale kwenye mji, ipende kwenda pale. Fanya mioyo ya watu ipende kwenda kule kwa watu wangu pale. Yani kwenye mji wa Maka ifanye mioyo ipende. Dua imeitikiwa mpaka leo. Kwenda pale ni kwa sababu ya utulivu aliouomba Mungu auweke. Na watu wakienda lazima neema zitakuwa zipo. Warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun, na uwaruzuku matunda kwa wingi wapate kukushukuru. Dua ikaitikiwa. Maka, bonde lisilokuwa na kilimo, lina matunda ya aina zote duniani kushinda popote, siku zote, mwaka mzima, na watu wanapenda sana kwenda pale. Na Mungu akajalia wakienda kwenye shughuli ya hija, wanaingia pale wanafanya hija, alafu wanachoka. Wakichoka watu wanataka kuondoka. Sio kwamba wanapenda waendelee kubaki, waende tu alafu wanaondoka. Hikma ya kutaka kuondoka ni nini?
Haiwezekani dunia nzima wakakae pale kwa wakati huo, watu wote waende pale alafu wabakia. Waende, nendeni ondokeni, nendeni ondokeni, amani iendelee kuwepo. Hivyo ndugu zangu, napenda kuwakumbusha na kuikumbusha nafsi yangu, tuichunge tunu hii ya amani na utulivu tulionayo. Hata kuingia msikitini tukakaa hivi tunasikilizana ni kwa sababu ya neema hiyo hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, ni zawadi hiyo. Allah tujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Barakallahu lana bilqur'ani alazim wa nafa'na bisunnati nabiyhi alkarim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bilijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Na kuhusieni ndugu zangu, na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Imepokewa kutoka kwa Abdullah bin Muhsan, ameipokea Imam Tirmidhi na Ibn Majah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, ni hadithi hii, Mtume anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakaannama hizat lahu dunya. Yule ambaye ataamka, akiamka tu kuna amani nyumbani kwake, ameamka nyumba yake ina amani, alipoamka mwili wake uko salama, hana matatizo makubwa ya kumvuruga kichwa, akaamka chakula chake cha siku moja tu anacho. Neema hizi tatu alizozisema Mtume, anasema huyu mtu kama vile amepewa dunia yote na vilivyo. Sasa tujichunguze, mara ngapi tunazo neema hizi zote tatu? Umeamka nyumbani kwako kuko salama, ukiangalia afya yako iko vizuri, na chakula cha siku hiyo pia unacho. Sio hivyo tu, bali una na vitu vya ziada kibao vingi tu, sio chakula cha siku hiyo tu, una na vitu vingi kabisa. Tuna neema kiasi gani hapo? Kipi kitusababishe tufanye fujo ili hii neema iondoke? Unashawishiwa kuangalia mambo fulani ya mtu mwingine, angalia walivyo wale, wewe una. Ndio dunia iko hivi hivi siku zote. Hata ukipewa na hivyo pia kuna mwingine atakuzidi vile vile, utakuwa huna. Ni kuhangaika kwa hali nzuri, tumtegemee Allah, tufikie vyetu kwa halali basi. Lakini kwamba watu fulani wamekuzidi kwa hiyo ufanye fujo, hapana. Kuzidiana ndio maisha. Libya walifanywa hivi hivi, watu wakashawishiwa tu. Wewe unafikiri wewe kama mtoto wa rais bana, unafikiri hivi ulivyo ndivyo alivyo yeye Gaddafi mwenyewe? Sisi kwaje? Na ndio anasema leo humu nchini kwetu hivyo hivyo, sura hiyo hiyo. Hebu tuwe makini, angalia tulivyo na neema nyingi unazoamka nazo asubuhi, usifanye vurugu zikapotea, tusiondoe hiyo. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma naye anatusimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sam'u wat-ta'a haqqun 'ala al-mar', kusikiliza na kutii viongozi ni haki ya kila mtu. Kutii hiyo fima ahabba au kariha, kwenye jambo alilolipenda au hata halipendi. Ma lam yu'mar bima'siyah, muda ambao hajaamrishwa maasi. Viongozi wako wakikuamrisha kitu, muda ambao ni kitu chenye maslahi, si maasi, wewe hata kama hupendi hivyo, utiifu ni lazima. Sasa tumejifunza wapi hii tabia ya kutokutii alafu na kuwatukana? Hivi ni akili kweli? Hutaki kutii, unaanzisha na matusi kwenye nchi yako usababishe fujo. Ni haki ya kila mtu kutii muda ambao hajaamrishwa uasi, kumwasi Mungu. Hatuliamrishwa lini maasi ya Mungu kinguvu nguvu? Hebu tuwe watiifu katika yale tunaoamrishwa, tusifanye fujo. Fa idha umira bima'siyah fala sama alayhi wala ta'a,
Kama ataamrishwa kumwasi Allah, sasa hapo ndio asisikilize wala asitii. Kwa hiyo mambo tunaoamrishwa tukiangalia, tukiona ni mambo ya maslahi, basi hata kama wewe hupendi, ni wajibu wako kutii, ndio amani inakuwepo. Allah atujalie kuwa ni kusikia na kufuata na mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Qumu ila salati yarhamukumullah.